Kwa wale ambao ni wafuatiliaji wazuri sana wa Yuhoma Media Clue, mtakuwa mlikutana na ile story yangu ambayo niliwaambia hapa kwamba Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametangaza kwamba saa na wakati wowote ule litatoka tangazo la silaha mpya ambayo imetengenezwa na Urusi. Na hiyo silaha itakuwa ni babu kubwa, yani itakuwa ni silaha hatari zaidi kuliko silaha nyingine yoyote ile ambayo imewahi kutokea katika karne hii ya 21 na tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Na then ikawa ni kama nchi za kimagharibi zimeshout kwamba kwa nini Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anafanya mambo hayo. Lakini Putin, moja kati ya jambo ambalo alizungumza, alisema tunafahamu mipango ambayo inaendelea kwa nchi za kimagharibi na zile nchi wanachama wa NATO ambao wana ugomvi na taifa la Urusi. Moja ni kwamba wanafanya maandalizi ya kuona namna gani wataidogosha Urusi katika nyanja mbalimbali, nyanja ya teknolojia, nyanja ya jeshi, nyanja ya vita pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo Putin akasema tutaleta silaha ambayo hakuna mtu akipigwa hakuna rangi ataacha kuona. Sasa kwa mara ya kwanza kabisa, mabibi na mabwana, Urusi wamekamilisha majaribio ya ardhini ya roketi mpya ya anga, ambapo roketi hiyo inafahamika kama Soyuz-5 ambayo kwa mara ya kwanza kabisa inatarajiwa pia kurushwa mwezi Disemba mwaka 2025 kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Roscosmos. Yani hapa nafikiri tu nitakuwa nimewachanganya. Nimewaambia hivi, wamekamilisha majaribio ya ardhini ya hiyo rocket ya Soyuz-5. Na kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu yani baada ya kuwa wamefanya hiyo majaribio ya ardhini, maana yake ni kwamba sasa hiyo Soyuz-5 itaanza kufanya operation zake za anga. Jaribio hili la mafanikio la ardhini ni hatua ya kwanza ya rocket ya Soyuz-5 ambayo limefanyika katika eneo la majaribio lililopo katika mkoa wa Moscow, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na hilo shirika la anga za juu la Urusi ambalo linafahamika kama Roscosmos. Soyuz-5 ni chombo ambacho kina uwezo mkubwa sana na kina maeneo mawili, yani wakati kinafanya mashambulizi kinakuwa kina madaraja mawili, daraja la kwanza lakini pia daraja la kati, na ina uwezo wa kubeba hadi tani 17. Can you imagine? Yani wametengeneza hiyo Soyuz-5 ambayo ina uwezo wa kubeba hadi tani 17, na inasemekana itakuwa ina uwezo wa kubeba vile vichocheo vya silaha nyingine za kivita kama zile Proton pamoja na zile Zenit. Na kwa mujibu wa Roscosmos imesema hapo awali kwamba wanapanga kufanya uzinduzi wa kwanza wa majaribio ya roketi mpya katika kituo cha anga cha Baikonur ambacho kipo nchini Kazakhstan mwezi Disemba, huku matumizi kamili yakitarajiwa kuanza kutumika mwaka 2028. Na jaribio hili ambalo limefanyika ni kwamba ni moja kati ya jaribio muhimu sana, na jaribio hili limeonyeshwa pia kwenye video ambayo imechapishwa, na wamesema jaribio hilo limehitimisha yale majaribio ya ardhini ambayo huwa yanafanywa na Warusi. Jaribio hili limekamilika katika eneo la majaribio na shirika la anga limezungumza, ambapo kama nilivyokuambia kifaa hiki kina uwezo wa kubeba hizo tani takribani 17. Na Roscosmos pia hapo awali walizungumza kwamba wametengeneza kwenye hiyo Soyuz-5 injini yake ni RD-171MV SAL engine, na kwa sababu hii ni engine yenye nguvu zaidi duniani ambayo inazalisha ile nguvu sawa na ile kutoka zile vifaa ambavyo vinazalisha umeme katika viwango vya hali ya juu zaidi. Kwa hiyo ipo huko katika hiyo Soyuz. So kwa wale ambao mmekuwa mkifuatilia sana masuala ya Urusi, mtakuwa mnanielewa kwamba sasa hili ni kombora ambalo litakuwa ni hatari zaidi. Roketi hiyo inakusudiwa kusafirisha vyombo vya anga visivyokuwa na rubani, lakini pia itakuwa inazunguka katika orbit mbalimbali za kidunia, yani kwa maana ile mizunguko ya kidunia chini ya mradi wa pamoja ambao unafahamika kama Baytarek, ambao ni kati ya Urusi pamoja na taifa la Kazakhstan. Na
Kwa mujibu wa shirika hilo, mwezi uliopita mkuu wa Roscosmos anayefahamika kama Dmitry Bakanov alitangaza kwamba Moscow inapanga kujenga na kurusha takribani vyombo 1000 vya anga na roketi 300 za kubebea katika kipindi cha miaka 10 ijayo kama sehemu ya mradi wa kitaifa wa kuimarisha shughuli za anga za taifa hilo. Hili ni ongezeko la idadi kubwa zaidi ya mara 2 ikilinganishwa na kasi ya sasa na kufikia hadi uzinduzi mara 30 kila mwaka. Yaani Urusi wao kila mwaka wanazindua silaha hatari zaidi duniani kama mara 30. Vipi? Nyie mnazindua nini? Au mnazindua visima pamoja na mambo mengine? Hii ndio dunia, na dunia ndiko inakoenda. Watu sasa hivi wanakomaa sana kumiliki teknolojia, kumiliki silaha, lakini kama itoshi wanakomaa sana kumiliki silaha za nyuklia. Sasa hiyo ni 9, 10 yake inakuja pale Korea ya Kaskazini. Nafikiri pia niliwapa taarifa kwamba Korea ya Kaskazini wamekuja na program ambayo wamesema na wenyewe wanataka kuzindua makombora ambayo yanafahamika kama Intercontinental Ballistic Missile. Moja kati ya kombora hatari sana. Sasa ripoti wafikie kwamba tayari Korea ya Kaskazini wamezindua na wameonesha mfumo mpya wa makombora yake ya Intercontinental Ballistic Missile ambayo yanafahamika kama Hwasong-20 ICBM. Tukio ambalo limefanyika Oktoba 11, kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim ameangalia maonesho makubwa ya kijeshi ambayo yameonesha kombora lake jipya ambalo tunaita ni missile mpya ambayo ni Intercontinental Ballistic Missile ICBM mbele ya wageni wa kimataifa waliokuwa nchini humo, kulingana na taarifa ambazo zimetolewa. Na kama ambavyo mnaiona hii video, hiyo ndio ICBM yenyewe. Speaking about ICBM, ni kwamba ni kombora ambalo linaweza likapiga bara moja kwenda bara jingine. Wanaweza wakapiga bara la Afrika, bara la Afrika unaweza ukarusha hilo kombora likaenda kupiga bara la Asia. Na maonesho hayo ambayo yalianza mwishoni mwa Ijumaa yameonesha ile viashirio vya miaka 80 tangu kuanzishwa kwa chama cha wafanyakazi kinachojitawala na kufuatia sherehe ambazo zilifanyika siku ya Alhamis. Miongoni mwa wageni wa kigeni ambao walikuwa karibu na Bwana Kim katika maonesho hayo alikuwa ni waziri mkuu wa China Li Qiang, rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev, kiongozi wa chama cha kikomunisti cha Vietnam To Lam, huku wageni wengine wa kimataifa walikuwa walifuatilia tukio hilo. Kwenye maonesho haya ya kijeshi, Korea Kaskazini ambayo inamiliki silaha za nyuklia ilionyesha missile yake ya Hwasong-20 ambayo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba huu ni mfumo wa silaha wa kimkakati wa nyuklia ambao una nguvu zaidi katika taifa hilo la Korea. Na mfululizo wa missile hizi za Hwasong unawezesha wa Korea kulenga maeneo yote katika bara la Marekani, ingawa bado kuna maswali kuhusu urefu na usahihi wa mfumo wake wa mwelekeo na uwezo wa shabaha ya nyuklia kuweza kustahimili joto kama ikipelekwa angani na kurudi ardhini. Na akinukuliwa yule Arctic Panda, mtafiti wa Carnegie Endowment for International Peace wa Marekani, anasema Hwasong-20 kwa sasa inawakilisha kilele cha ndoto za Korea Kaskazini kuwa na uwezo wa silaha za nyuklia kwa muda mrefu. Akasema tunapaswa sasa kuona mfumo huu ukijaribiwa kabla ya mwisho wa mwaka huu, alizungumza huyo kiongozi kutoka pale nchini Marekani. Kwa hiyo wabibi na wababa na wamama, mnatakiwa kuelewa kwamba dunia ipo kasi sana, na ipo kasi kwa sababu watu wanapambana kuinvent teknolojia mpya. Watu hawapambani kufanya vitu vya hovyo hovyo. Watu wanapambana kuona nani atakuwa nani katika eneo gani. Na remember that, brothers and sisters, ilikuwa ni ngumu sana kwa Korea Kaskazini kumiliki hizi Intercontinental Ballistic Missile kwa sababu walikuwa wanawekewa vikwazo vingi sana. Na guess what? Watu ambao wamempa kiburi sana Korea Kaskazini Bwana Kim Jong Un. Na ukizungumzia Intercontinental Ballistic Missile ni kwamba Urusi wao hili kombora wanalo zamani sana, mabibi na mabwana. Wanalo zamani sana, na sasa hivi wametuletea teknolojia nyingine. Kwa tunasubiri tuone nchi za kimagharibi watajibu nini, lakini ninachowaambia, tegemeeni Korea ya Kaskazini watatangaziwa vikwazo vipya
na vikwazo hivyo vitakuwa ni vikwazo kwenye sekta ya teknolojia. Though tuliona tayari bwana Kim Jong Un amezungumza akasema we are then ready kwa ajili ya vikwazo pamoja na mambo mengine. Kama Daraja sisi tunatumika tu hapa kuwafikishieni hizo ripoti. Sasa swala linabaki moja tu. Wewe hapo ulipo unaona nini ambacho kinaendelea kwenye taifa lako? Je, kinachoendelea kinaendana na watu kujipanga katika sekta ya teknolojia, katika sekta ya silaha, au tupo kwa ajili ya kusindikiza watu wengine ambao wao wanataka kutawala huu ulimwengu tuliokuwa nao? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.